Kikao cha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi pamoja na viongozi wa TFF, bodi ya ligi na viongozi wa vilabu vya Simba na Yanga. Kikao hicho kimeendeshwa kwa awamu tatu tofauti. Viongozi wa Yanga ndio walitangulia kuingia kwenye kikao, na baada ya kutoka, rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said akazungumza na waandishi wa habari, na hiki ndicho alichokisema. Tumekuwa na kikao kizuri, tulialika na Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho klabu ya Young Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Viongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na ukiwa wameambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri klabu ya Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, tutakujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na wapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huu umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wapo hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha. Baadaye waliingia viongozi wa klabu ya Simba na kikao kikaendelea, na walipomaliza kikao viongozi wa Simba wakatoka, na mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu akazungumza pia na waandishi wa habari, na yeye aligusia mambo haya. Tumewasilisha kwa Mheshimiwa Waziri na timu yake, kwa hiyo naamini vikao vitaendelea. Maendeleo ya soka Tanzania Kama yapi? Maendeleo ya soka yako mengi. Kuna maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya katika wizara hii, pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa kikao chetu. Sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatma? Kuna hatma gani nyingine? Hamna hatma. Hatma mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezo ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kujitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Baada ya kikao kutamatika majira ya usiku, ndipo viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi wakatoka nje, lakini wote hawakuwa tayari kuzungumza na vyombo vya habari. Kwa upande wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo,
Mheshimiwa Palamagamba Kabudi naye pia baada ya kuhitimisha kikao chake hakutoa nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari. Sio yeye tu, ni pamoja na naibu waziri wake Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, hata kwa katibu mkuu wa wizara hiyo Mheshimiwa Gerson Msigwa. Kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Dickson Masanja. Sawa. Kubaya huko atupele. Baya huko atupele. Huyu Mangungu anafanya sia tu nini mbona kwa hivi bwana? Kwa nini? Anazungumza nini bwana? Kwa msikia alichozungumza Mangungu. Amesema kilikuwa ni kikao baina ya Simba na waziri mpya kwa ajili ya kujadili maendeleo ya michezo. Maendeleo gani? Asifanye sio dogo bwana. Aha. Yaani wizara mwite ni kiongozi wa Simba wakajadili maendeleo ya soka, maendeleo ya michezo. Muktadha ambao upo hewani sio upo. Sio lazima uzungumze kilichozungumzwa mondani. Unajua? Ndio. Sio lazima uzungumze kilichozungumzwa. Lakini sasa kwa nini unapotosha umma? Kama mwenyekiti wa klabu kubwa ya Simba, kwa nini unapotoshe umma? Aha. Haiwezekani kwamba wao hawezi kuitwa kwa au hofu yako ni kwamba kikao kinafahamika ajenda nini kinafahamika afu tumeitwa kujadili maendeleo ya michezo kwa ujumla. Aha. Kweli? Ni kweli. Tufanyie hivyo bwana. Unajua tunastahili kujua. Yes, Mike inapokuja. Sio lazima kama unataka kuzungumza, sio unaambia kwa mfano naona wakati wanaingia viongozi mbalimbali including huyu Mangungu. Kila mmoja Mike zinawafuata wanasemaje. Andrew Mtine. Yeah, Mtine. Yalisema no comment. Kumfuata mmoja no comment. Na ikaishia hapo. Tunatoka unaona rais wa TFF hajazungumza chochote. Katika gari kwa maana FA hajazungumza chochote. Katika gari Palamagamba Kabudi hajazungumza. Ni kweli. Kama una cha kuzungumza basi sio lazima kwani udanganye sasa upotoshe uhamishe goli. Haleti maana katika situation kama hii. Najua watu wamepay attention na hivyo wanataka ujue ufumbuzi na hatma ya kitu ni nini. Wewe unajifanya unahamisha goli. Na nafikiri hii sio kwa faida ya ilikuwa ni kwa faida zaidi ya mashabiki wa Simba. So Simba wanacheza mpenda mchezo wote kwa ujumla. Unafikiri mashabiki wote wamependa kilichotokea tarehe 8? Na hawajapenda. Unaona Kila mmoja anapenda mchezo uchezwe. Hata mashabiki wa Yanga wenyewe wanapenda mchezo uchezwe, mashabiki wa Simba kila mtu anapenda mchezo ule uchezwe. Yaani kwa namna moja ama nyingine mchezo hakuchezwa. Kwa hiyo watu wanaona bado mgogoro unaendelea, watu wanatafuta solution mpaka serikali imeacha kazi, imefanya nini kupitia wizara imewaita ili zungumza kuangalia jinsi gani watatatua hili swala. Aidha ili nane yani watalimalizaje alafu lisije likatokea tena, kwa sababu hii ni aibu katika soka wajecheza kwa sababu hivi na hivi na imekuwa mara kwa mara. Kwa hiyo jinsi gani kumaliza yeye anahamisha goli. Sasa of course sio kitu cha busara. Kama yeye anataka busara, hiki kitu sio kitu cha busara. Yeye aidha angezungumza kama wewe tumezungumza, lakini mazungumzo hajaanini chochote ama sina cha kuzungumza chochote kuhusiana na swali tulizozungumza. Basi Njonge umemwelewa agenda inajulikana ni nini. Wameitwa pale kwa sababu zipi? Kutuambia kwamba ilikuwa mnajadili maendeleo ya soka kwa ujumla. Ni kitu hata ambao tuliamkia uwanja wa Taifa. Nafikiri kusema ukweli, nadhani binafsi mimi sijamuelewa makusudio hasa ya kusema alichosema. Sitaki kumpinga moja kwa moja kwa sababu yeye ndiye ambaye ameingia kwenye hiko kikao na anajua zaidi nini ambacho wamezungumza pamoja na wale ambao walikuwa wapo kwenye kikao. Kwa hiyo sitaki kumlazimisha aseme kile ambacho mimi natamani kukisikia kutoka kwake. Lakini nafikiri kama ni kweli hakuna uhalisia wako alichokisema, nadhani alipaswa kuwa mkweli. Na wakati mwingine sio dhambi kukataa kuzungumza. Sio kila wakati lazima uwe unazungumza. Unapoona kitu kimekukalia vibaya, ni vizuri unaweza ukaamua kuachana nacho, ukatenga muda ambao akili yako itakuwa imetulia zaidi ili uweze kuzungumza. Lakini ni vizuri kusema ukweli kuweka mazungumzo ambayo angalau yawe yanatoa mwelekeo. Kwa hiyo sitaki kumhukumu kwa sababu sikuwepo kwenye kikao na yeye ndo alikuwepo. Na ubaya ni kwamba mfumo wa vikao vyenye namna vilivyofanyika, kuna
kuna wakati ambao vilifanyika kwa makundi nafikiri mawili au matatu ya walianza Yanga, tuliona wameingia, baadaye wakaingia Simba. Kwa hiyo sio lazima kile ambacho Yanga wamediscuss na wizara iwe lazima na Simba walidiscuss na wizara hiko, kwa sababu hata kwa mfano mimi nikiacha kuwasemea watu wengine, mimi binafsi interest yangu kusema ukweli kwenye vikao vya leo vilivyofanyika ilikuwa tu ni kujua Yanga wamebadilisha msimamo ama hawajabadilisha msimamo. Ndiyo. Kwa sasa hivi interest ya watu sio Simba watasema nini, kusema ukweli, sababu wao Simba wanajulikana, wao ndio ambao ilikuwa the chanzo cha mwelekeo wa ule mchezo kuvurugika. Baada ya taarifa yao ya kwanza ikawatengenezea pressure bodi ya ligi, wakatoa taarifa ambayo ndio ikaja kutufikisha hapa ambapo tumefika. Kwa hiyo kusema ukweli, mimi hamu yangu ilikuwa ni kujua Young Africans wanasimama wapi, wamebadili msimamo kuhusiana na issue yao ya kusema mechi hiyo wao hawatocheza ama wamebaki pale pale. Kwa hiyo haya mengine mimi kwangu ninaona tuseme ni ziada tu, yani watakachosema Simba kwangu kitakuwa ni ziada tu, kwa sababu tuseme mpini umeshikwa na Yanga kwenye hili sakata kwa sasa. Kwa hiyo ni lazima ili mambo yaende vile ambavyo yanatakiwa, ni Yanga tuone akibadilisha labda ule msimamo wake, ndio kitu ambacho kinaweza kikashtua na kikafanya tuweze kupata vitu vingi vya kudiscuss. Na kama Yanga ataendelea kusimama na ule msimamo ambao wamebaki nao, itaendelea kuendelea kuwa ni story kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi, licha ya vikao vya leo kuhusisha pande nyingi, lakini binafsi ilikuwa interest yangu kusikia tu baada ya majadiliano na wizara, Yanga wamebadili mwelekeo, Simba mwelekeo wao ulikuwa unajulikana. Kwa hiyo inawezekana Mangungu hata akisema kitu gani mwenyekiti wa Simba, hata aseme vitu gani, wao tayari mwelekeo wao unajulikana. Wao walikuwa wanaonesha wana interest ya kuona mechi hii inapangiwa tarehe nyingine na inachezwa. Sehemu ambayo ilikuwa inaonekana iko tofauti na hizi pande nyingine ilikuwa ni Yanga. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo sehemu ambayo tunatamani zaidi kujua nini ambacho wao wanasimamia. Na jambo zuri, engineer alitoka na akazungumza katika hali nzuri kwa ushirikiano ulio bora kabisa, katoa mwelekeo wa uhalisia wa kile ambacho wamejadili, lakini vile vile ameonyesha kuna statement ambayo amesema inaashiria kwamba bado wanasimama na kile ambacho wanachama wa klabu ya Yanga wanakisimamia, ambacho ni kutocheza mechi. Hajasema direct kwamba hatuchezi, lakini ukisikiliza kwamba anasema wao kazi yao ni kulinda interest za klabu, na wao wamechaguliwa kwa ajili ya kwenda kusimama na yale mambo ambayo wanakubaliana na wanachama. Na kizuri zaidi, nikaona hata kuna wakati anaondoka engineer alionekana ni kama anazungumza kwa ufupi na wanachama wa klabu ya Yanga ambao walionekana wapo pale Benjamin